nazungumza kwa kifua kikubwa kabisa, Dr. Khalid amekuja na suluhisho la masuala ya ndoa, nguvu za kiume. Na hii ndugu zangu ni utafiti baada ya miaka 24. Lakini ukirudi nyumbani, wewe sio waziri, wewe ni mtu mdogo. Sasa ili uwe vizuri, uwe waziri, basi lazima afya ya tendo la ndoa iwe vizuri. Isipokuwa vizuri, utajilaumu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu, katika kipindi chetu hichi kwa siku hii ya leo tunarejea tena. Jambo la kwanza, hatuna budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ambaye katujalia sisi kuwa binadamu. Hayupo yoyote ambaye amejaza fomu kwamba mimi ni umbwe binadamu, mimi niwe na sura ya aina fulani au rangi fulani. Yote hayo ni matashi yake Allah subhanahu wa ta'ala, akamuumba kila mmoja wetu kwa alivyotaka yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu mnaoniangalia katika kipindi chetu hichi, Tanzania, Afrika Mashariki, Afrika na duniani kote, tumeanza kuzungumzia ni swala la afya. Afya ndiyo msingi mkubwa wa maisha ya mwanadamu. Afya ndiyo mtaji. Baada ya kuwa wewe uhai, basi kinachofuatia chenye thamani kwa mwanadamu ni afya. Lakini afya hii haiwezi kutengenezeka kuwa ni afya iliyo bora. Ni lazima ufuate kanuni na sheria zilizowekwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Yani vyovyote mwanadamu utavyokuwa, tambua wewe na mimi tumeumbwa, na aliyotuumba ni Mwenyezi Mungu. Mungu ambaye haonekani kwa yoyote, lakini anaonekana kwa wale wenye akili za kutafakari sana. Pale wanapoviangalia vile alivyoviumba Allah, basi anamkuta hakika Allah ni muweza wa kila kitu. Ndugu zangu, leo hii katika muendelezo wetu wa kipindi chetu cha afya, kama tulivyotangulia kwamba afya ndiyo mtaji wa kila mwanadamu. Leo ni watu wangapi wana nafasi za maisha makubwa kama wanavyoyaona wao, lakini afya zao zimedhoofika. Pamoja na nafasi walizonazo, wamekuwa ni watu dhalili na duni kabisa kwa sababu ya madhaifu ya afya. Afya, ndugu zangu, zimegawanyika. Unaweza kuona wewe uko vizuri, lakini kuna jambo ambalo upande wako halina afya. Unapofika sehemu husika, unakuta wewe huna amani kabisa, unakuwa mtu mnyonge kabisa. Mada yetu, ndugu zangu waangaliaji na wasikilizaji wa kipindi hichi, katika media zetu hizi
ambapo hapa nilipo ninazungumza na media mbili, ni Al-Khidma Online TV na Al-Khairi Online TV. Sasa wewe muangaliaji, popote utapoikuta kwenye Al-Khidma au Al-Khairi, basi nitaomba unipe taarifa ni wapi umetuona, kwa sababu kuna kitu tunachokitengeneza chenye utofauti. Afya tunayoizungumzia ni afya ya ndoa. Eneo hilo ni kubwa, zito, gumu, linaendelea kuwatesa watu duniani. Na ndio maana juzi katika kipindi changu cha kwanza nilionyesha gazeti la Mwananchi likielezea kwamba maelfu ya vijana, inasema nguvu za kiume, tatizo la maelfu. Nguvu za kiume, tatizo la maelfu. Hii ndio mada yetu. Kwa maana hiyo, afya ya tendo la ndoa, afya, lazima uwe na afya nzuri. Katika jambo la hatari, linapokutokea jambo hilo, basi wewe ndani ya nyumba yako huna amani. Mfano, wewe ni mkurugenzi, wewe ni afisa mkubwa, wewe ni waziri, wewe ni mwenyekiti wa bodi, wewe ni raisi. Unapokuwa katika mamlaka yako, wewe ni mtu mkubwa kabisa, unaheshimika kabisa, unaogopwa kabisa. Lakini ikiwa afya ya tendo la ndoa kwako halipo, unaporejea nyumbani unakuwa ni mtu duni kabisa. Yaani unakuwa sasa wewe unamuogopa mkeo. Hali ya kuwa wewe ni waziri, huko ukifika watu yani hatari kabisa. Lakini ukirudi nyumbani, wewe sio waziri, wewe ni mtu mdogo. Sasa ili uwe vizuri, uwe waziri, basi lazima afya ya tendo la ndoa iwe vizuri. Isipokuwa vizuri, utajilaumu, utakosa amani. Ndio maana unakuta wengine akienda maeneo, basi anakaa narudi usiku mwingi, watu wameshalala. Haina maana yeye yuko busy. Kuna jambo fulani ambao yeye linamshughulisha, hata akirudi nyumbani kwake ni tatizo. Kwa maana hiyo, ndugu zangu, nazungumza kwa kifua kikubwa kabisa. Dr. Khalid amekuja na suluhisho la masuala ya ndoa, nguvu za kiume. Na hii, ndugu zangu, ni utafiti baada ya miaka 24. Kirutubisho hichi, nimeanza kazi hii ya utafiti ni mwaka 2001. Nimegundua kirutubisho hichi ni mwaka 2023. Ina maana ni muda mrefu sana. Kilichonisaidia nini? Ni subra. Na ndio maana tunaelezana katika kuendea majambo yoyote, ni lazima tuwe na uvumilivu, tuwe na subra katika kuendea majambo yetu. Hivi sasa, ndugu zangu, nakuelezeni kwamba Dr. Khalid Hussein ndiye ufumbuzi wa tatizo la nguvu za kiume. Lakini nguvu za kiume, hebu tumwangalie Allah juu ya afya ya masuala hayo. Katika surat al-Baqarah, Allah anasema, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, anasema, ya ayyuhan nas, enyi watu. Katika surat al-Baqarah aya 168 anasema, ya ayyuhan nas, enyi watu,
Hapa Allah Mwenyezi Mungu aliyeumba mbingu na ardhi, mbingu 7 na ardhi 7, anazungumza na watu, yani watu wote ni milki yake Allah. Sasa anatoa taarifa, ya ayuhan nasu, enyi watu, enyi waja wangu, sikilizeni tangazo hili. Kulu, kuleni. Yani Allah katuumba kwa prosesi zote mpaka kukamilika. Tumezaliwa, kisha anatoa maelekezo nini tule, sio kula kula, hapana. Anazungumza na watu wote, ya ayuhan nasu, enyi watu, kulu, kuleni. Kumbe Allah anatoa maelekezo ya kula. Kumbe ndani ya kula kunapatikana vitu viwili. Ndani ya kula kunapatikana afya nzuri, ndani ya kula na kunywa kunapatikana afya mbaya. Sasa wewe ili ufanye tendo la zuri la ndoa, ambao hiyo tendo hilo ni ibada, kama anavyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sema ndoa ni nusu ya dini. Ina maana dini nzima ni 100%, 50% ni ndoa. Sasa hii ndoa 50% ina maana ni kitu kikubwa sana, kizito sana, kinahitaji umakini kukilinda kwa gharama zote. Sasa leo sisi jambo hili tunaliharibu, tunalibomoa kwa gharama kidogo sana. Ili uwe na afya nzuri ya ujumla wake, na hili la ndoa likiwemo, fuata maneno yafuatayo ya Allah aliyokuumba wewe na mimi. Ni lazima tufuate kanuni na sheria alizotupangia. Tukikaidi mbele ya safari tunakutana na haya ambayo tayari mwandishi anasema, nguvu za kiume tatizo la maelfu. Nini maana yake? Tumekeuka, tumeacha taratibu za asili alizotupangia Mwenyezi Mungu aliyotuumba. Ndugu zangu, kuweni nasi katika vipindi, tutaendelea kujifunza vitu vizuri vizuri. Dr. Khalid sasa naingia kazini katika kuelimisha jamii, ili jamii inufaike nami, na hata siku nikifa basi niache alama duniani. Mimi nikiwa kaburini basi alama yangu ibakie ikiishi duniani. Ndio lengo langu. Nimeishi katika utafiti ni miaka mingi, nusu ya umri wangu. Sasa iliyobakia ni utendaji, nisaidie jamii, niache alama nzuri, kama alivyosema rais wetu mheshimiwa marhum Allah mrehemu Ali Hassan Mwinyi. Anasema ni kujitahidi kuacha jina zuri, kuacha jina zuri, utamkwe vizuri, ni kuacha vilivyo vizuri. Na hilo ndilo mimi Dr. Khalid nalolihitaji. Kuwa na mimi, fuatilia, utaona nini ambacho ninakusudia kukifanya katika mtiririko huu. Allah anasema, ya ayuhan nas, enyi watu, kulu, kuleni, mimma fil ardi halalan tayyiban. Hebu angalia, kuleni vyakula vitukavyo ardhini, A, halalan, viwe na halali, B, tayyiban. Kumbe kuna vyakula halali na vyakula vizuri. Je, vyakula halali vina faida gani na vizuri vina faida gani? Je, kuna vyakula visivyo halali? Vyakula vimegawanyika katika mafungu hayo, lakini Allah anatuelekeza kwamba tule vyakula kwanza vya halali na kisha viwe ni vizuri. Kwa maana hiyo tunakuja kuangalia, ili ufanikishe kuwa na nguvu za kiume nzuri za maana, ni lazima ule chakula A, halali, B, kiwe ni kizuri. Ukiwa na
kanuni hiyo, basi wewe tendo la ndoa utakuwa vizuri sana. Na ndio maana Dr. Khalid kakuandalieni kirutubisho, ukikinywa kinarejesha afya yako nzuri katika masuala ya ndoa, unakuwa vizuri mno. Na inawezekana ukahojiwa maswali mazuri. Maswali hayo utaulizwa na mwenzio, sio mabaya, ni maswali ya kufurahia jambo hilo, kwa sababu umerejea katika nafasi nzuri kabisa, nafasi ya kumridhisha, ya kumfurahisha, ya kumtuliza. Kwa maana ibada hiyo sasa inakuwa imefikiwa katika kiwango kizuri kabisa. Wewe kuwa na Dr. Khalid katika vipindi vyake utaendelea kunufaika. Tumeamua kuelimisha jamii. Tumeanza na eneo gumu zito ambalo linasumbua jamii duniani. Kipindi cha kwanza tayari nimeanza kupigiwa simu kutoka Saudi Arabia, Afrika Kusini, Kenya, hapa Tanzania. Yani simu ni nyingi, yani watu, na ile zawadi tayari vijana wameanza kuja kuchukua zawadi zao. Nafikiri niligawa zawadi kwamba kila anayejibu maswali basi anagawiwa zawadi. Lakini nasikitika kwamba baadhi hawajafika. Ina maana kuanzia sasa, ina maana ile zawadi ya mara kwanza expire, imekwisha. Tunaanza na jambo lingine. Fuatilia kwa karibu. Ukielezewa kuna zawadi, umesikia leo hii, kesho fuata zawadi yako haraka iwezekanavyo. Ndugu zangu, tumekuja na suluhisho. Kudumu na nguvu za kiume inawezekana. Hiyo ndio kauli mbiu ya Dr. Khalid Hussein Bwenya. Kudumu na afya ya tendo la ndoa, nguvu za kiume inawezekana. Kwa nini? Tuna virutubisho ambavyo vinafanya kazi kwa kiwango cha juu na cha ajabu kabisa. Waliochukua jana, nimejaribu kumpigia simu mtu mmoja katika waliopata zawadi, tayari katoa matokeo kwamba dokta, ile kitu safi. Na wewe usichelewi. Kama tulivyosema kwamba Allah amesema kwamba tule vyakula halali na vizuri. Tunataka tuonyeshe mifano. Mahindi, sisi Tanzania tunakula mahindi, tunakula mchele, tunakula ngano na kadhalika. Nitazungumzia mahindi. Mahindi ni halali. Mahindi ni chakula kizuri. Lakini hiyo mahindi imeganyika. Inaweza kuwa ni chakula kizuri lakini sio halali. Ikawa ni chakula halali lakini sio kizuri. Unaona vitu hivyo? Ni wakati gani itakuwa ni halali na ni kizuri? Na ni wakati gani itakuwa ni kizuri na si halali? Ni wakati gani itakuwa si kizuri na ni halali? Kaa nasi utufuatilie, tukupe faida. Mfano, mahindi unahitajika uyale bila kukoboa. Katika kutokukoboa kunapatikana vitu zaidi ya kimoja. Kuna mbegu iliyoko ndani ya mahindi, ile ya njano. Yale ni mafuta maalum kwa ajili ya usafishaji wa damu. Lakini wewe unayaondoa yale. Lakini pia kuna maganda yale ambazo ni pumba. Zile pumba tunapelekea mbuzi na ng'ombe, wanastawi, wanasema ng'ombe wangu mashallah wako safi, wananenepa, ndio unawapelekea virutubisho. Alafu wewe mwenye ng'ombe unakula makapi, kwa sababu sembe ni makapi. Umeshaondoa virutubisho vyote. Nini kitachotokea baada ya kula sembe? Tuwe pamoja, utagundua kumbe nakula hatari. Kwa maana hiyo, ndugu zangu, endelea kuwa nasi, kufuatilia katika vipindi vya Al-Khair TV Online na Al-Khidma TV Online, utafaidika sana. Lakini jawabu, sisi hatukuja kuleta mali, tumekuja kuleta suluhisho la nguvu za kiume. Na baya zaidi, vijana wa miaka 20 mpaka 45. Jana nimejiwa na vijana, mmoja na miaka 24, mwingine na miaka 27. Nguvu za kiume. Mimi na miaka 58. Kuna kitu nitakuja kukionyesha kipindi kijacho, sehemu ya mazoezi. Hayo mazoezi mimi na miaka 58 nafanya. Wewe hapo ulipo huwezi kufanya. Anabao na miaka 30. Kwa nini? Afya.
Allah anasema kulu min tayyibati ma razaka, kuleni vyakula vizuri. Sasa ukila mahindi, ukiyakoboa, ukila mazima umekula chakula kizuri, lakini pia umekula halali. Hujakoboa ni kizuri pia halali, lakini hujakoboa ukatengeneza pombe ni kizuri ni haramu. Unaona pale? Tendo hilo umekwisha haribu. Utapokula kisicho halali, mbele ya safari ni wewe muhusika kupata madhara. Tunatambua wale wanaokunywa pombe madhara yake ni vipi. Miongoni mwa athari ya wanywaji wa pombe ni kutokuwa na nguvu za kiume. Kwa nini uendelee kuteseka kutokuwa na nguvu za kiume? Mke umemuoa mwenyewe mzuri kabisa, lakini kwa sababu ya kunywa pombe tayari unakuwa huna nguvu za kiume. Anaweza kukuvumilia kwa namna moja au nyingine. Ikiwa una fedha nyingi, anasema hizi fedha siwezi kuziacha, lakini mambo mengine yanamalizwa huko, lakini sio kwa wewe, sio wewe. Lakini wajilinde juu jambo hilo. Sasa ndugu zangu, tunatoa elimu kwa kadiri Mwenyezi Mungu ametujalia, lakini hatutoi elimu bali tunatoa elimu ambayo tumekuja na suluhisho. Hii ndio kazi ya Dr. Khalid. Yani nazungumza kitu ambacho nimekwisha kufanyia utafiti na kupata suluhisho, ndio nakizungumza, na elimisha na kutoa jawabu jambo hilo. Nina hakika ukiwa nasi katika vipindi vyetu kila baada, tuliona siku 5, hapana, kutokana na simu zilivyo nyingi na mapendekezo ya waangaliaji wa wasikilizaji wamesema hapana, ongeza. Sasa watu wanapenda kila baada ya muda. Ina maana kila baada ya siku 2-3 tutakuwa tunarekodi vipindi vingine. Ina maana tumeshia kwenye mahindi mazima ambayo hayajakobolewa. Tumekuta kwamba sehemu ni halali na ni mazuri, na sehemu ni halali na ni haramu, yani ni mabaya. Kwa maana hiyo, ndugu zangu, leo tunaishia hapo. Kipindi kijacho tutaendelea haya mahindi. Je, yanakuwa vipi ni kizuri na si yani mahindi yamekobolewa ni chakula halali lakini si kizuri. Huko tutakwenda katika kipindi kijacho, lakini jawabu letu ndugu zangu, tufate maelekezo ya Allah kwamba tule vyakula vizuri ili tuweze kuimarisha afya zetu. Somo letu liko kwenye nguvu za kiume ni tatizo la maelfu, na Dr. Khalid kaja na suluhisho la nguvu za kiume. Kauli mbiu yetu, kudumu na nguvu za kiume inawezekana. Hayo ni ya kwetu. Tunamalizia, tunatoa zawadi. Dr. Khalid ni mtu wa kutoa zawadi. Kwa yule ambaye atakayefika kituoni kwetu kupata huduma hiyo, ambaye ana changamoto, yawezekana ukawa na changamoto nyingine isiyokuwa hiyo. Kwa kuwa tunakujali wewe na tunajali afya yako, yawezekana wewe una vidonda vya tumbo, yawezekana wewe una tatizo la athma, kifua cha muda mrefu, yawezekana wewe una tatizo la macho yako yana ukungu, huoni mbali, au macho yanawasha au yanauma, umesha kwenda CCBRT, umetibiwa, haiyawezekana. Yawezekana wewe unapolala kwa kazi nyingi, umechoka, asubuhi kuamka unachoka, unaamka kwa shida sana. Yawezekana wewe malaria kila wakati ndio inakuzungukia. Vitu vyote hivyo, sikiliza ninavyokueleza, tunatoa zawadi kwa muhanga wa nguvu za kiume. Ukiwa na kisukari, dawa ya kisukari sisi tunakupa sadaka. Sidhani kama huduma hii utaipata kokote, ila utaipata ukienda kwenye Al-Khairi TV Online na Al-Khidma TV Online. Wewe izungukie mara kwa mara. Kwa siku usikosi. Ukikosa, yawezekana umekosa kitu muhimu ambao wewe ni mhusika au mwanao ni mhusika. Lakini yawezekana wewe mwenye changamoto ya nguvu za kiume una tatizo la athma. Madama ni mdau wetu wa nguvu za kiume, athma ni sadaka. Matibabu hayo ni bure.
Tunazungumza hivyo vitu, tumefanyia tafiti, tuna dawa madhubuti kabisa. Yawezekana wewe una tatizo la VVU, ukimwi. Ukimwi ni upungufu wa kinga. Malaria, basi huduma hiyo tunakupa sadaka. Madama ni mdau wetu wa nguvu za kiume. Lakini inawezekana wewe unachoka sana katika kazi zako kila siku. Hiyo tunayo ambayo inafanya maajabu. Nafikiri kuna taasisi moja inaitwa Zamzam Center. Mnaifahamu Zamzam Center ni taasisi inayosafirisha mahujaji kwenda Maka. Wale watu tulitoa sadaka, tuliwapa zawadi. Maka, nashukuru Mwenyezi Mungu nilikushafika wakati nimetoka nikiwa masomoni. Nimesomea nchini Qatar. Qatar University. Nilikuwa pale mwaka 2002 huko. 1900 na kidogo huko. Sasa nimebahatika kwenda hija nikiwa shuleni. Tulihiji sisi kwa riali 500. Sasa Maka napajua. Zile harakati za Maka nazijua. Ni lazima mtu uwe na afya ya kutosha. Sasa mimi na virutubisho ambavyo kufanya unakuwa afya kweli kweli. Nilimuomba Sheikh Abbas ambaye ndio mkurugenzi na mwenyekiti wa taasisi ya Zamzam kwamba naomba hao mahujaji wageni wa Allah niwape zawadi. Na mimi niwatume jambo langu. Kwa sababu mgeni wa Allah ni mgeni mwenye thamani kuliko chochote. Unaonaje wewe bwana habari, wewe unaniangalia hapo katika nchi yako ukawa ni mgeni wa rais ya nchi uliopo? Unasemaje hapo Wewe Tanzania ukawa ni mgeni wa mheshimiwa rais Dr. Samia Suluhu, ndio mgeni wake. Unasemaje? Na umepata mwaliko wake. Nafikiri hutolala. Unaonaje wewe ulikuwa Saudi Arabia ni mgeni wa mfalme Salmin? Unasemaje? Unaonaje ulikuwa yani wewe ni mgeni wa rais wa nchi? Unaonaje? Sasa unaonaje mgeni wa Mwenyezi Mungu? Huyo hapimiki. Sasa mimi nikagawa zawadi hivyo virutubisho, nikawapa, nikasema hii nakupeni zawadi enyi wageni wa Allah. Mtakuwa na afya nzuri, lakini mkifika na kuombeni jambo moja. Mniombee na mimi kwa Allah anitengenezee majambo yangu. Kwa kweli walipokunywa kirutubisho hicho walikuwa na afya nzuri. Yule msimamizi aliyokwenda nao akasema, Dr. Khalid, hatujawahi kuona mahujaji waliokuwa na afya nzuri kama wakati wa 2019 ulipowapa vile virutubisho. Ni virutubisho muhimu sana, na nyinyi wana habari nitakupeni. Sasa wagonjwa wetu, wadau wa nguvu za kiume watapewa hiyo bure, yani sadaka. Unaonaje mambo hayo? Mazuri si mazuri? Mazuri hayapatikana kokote. Yanapatikana ndani ya Khidma TV Online, Al Khair TV Online peke yake. Labda tutapoongeza media zingine. Na sasa hivi ni hapo. Hiyo niipata free, na ukiitumia unakuwa na nguvu. Mimi nitakuonyesheni mazoezi yangu siku moja. Wewe hapo ulipo huwezi. Na anaweza ni kijana. Mimi na miaka 58. Unasemaje? Siku moja tutaendesha hapa tutaendesha haya mazoezi. Sasa mimi nitakayofanya mazoezi, wewe una miaka 28, mimi 58. Wewe huwezi, alafu mimi nimeweza. Unasemaje hapo? Allah anasema kulu min tayyiba, kuleni vyakula vizuri. Ukila chakula kizuri unakuwa na afya nzuri. Nikikupiga hivi unapigika. Yaani unasikia kwamba nimepigwa na kitu. Wewe nikimkaza mke wangu unasema mbona unashika kama chuma? Sio chuma, ni mwili. Ndugu zangu, nafikiri kwa hayo machache kwa siku ya leo kwamba hizo ndio sadaka tunazozitoa kwa wadau wetu wa nguvu za kiume. Dr. Khalid aje na suluhisho ya nguvu za kiume, lakini kaja na lukuki, yani lukuki ya zawadi. Sadaka, ndugu zangu, sadaka inalipa. Baada ya kuwapa sadaka wale Zamzam Center, wale mahujaji, mimi matokeo nimeyaona makubwa. Waliniombea dua na majibu niliyapata kabla hawajatoka Maka. Nimegundua dawa au virutubisho, dawa ya kulevya. Wewe unaniangalia, ikiwa na kijana wako ni muathirika wa madawa ya kulevya, tuletee tukusaidia. Hiyo ni sadaka. Unaonaje? Pazuri sio pazuri?
pazuri. Kwa hayo machache ndugu zangu, hizo ndio zawadi zetu za leo. Natoa kwa kila media maswali kwa watu watatu. Ni kitu gani, ni nguo za aina gani zinazosababisha upungufu wa nguvu za kiume? Hilo ndio swali letu. Ni nguo za aina gani zinasababisha upungufu wa nguvu za kiume kwa upande wa wanawake na upande wa wanaume? Hilo ndio swali letu. Washindi watatu wa kila media. Zawadi zote hizo kuanzia nguvu za kiume unapata, na hizo zawadi ambao ukiwa na changamoto ndani hilo unapata. Kwa hayo machache ndugu zangu, leo tunaishia hapo. Muendelee kutufuatilia, usikosi kuipekua Al-Khidma, na usikosi kumweleza jamaa yako, bana Al-Khidma kuna mambo huko. Al-Khidma kuna mambo, online na Al-Khairi TV kuna mambo. Hizi media mbili bana, tafadhali anza kuzipekua. Kuna vitu ambavyo havipatikani sehemu nyingine yote. Hiyo ndio salamu yangu. Tunapenda mpendeze, muheshimike, muitwe majina mazuri. Mimi nyumbani kwangu naitwa, siitwi jina, naitwa mume wangu. Watu wangapi wanaitwa mume wangu? Mwingine baba fulani. Wewe vipi unaitwa baba fulani? Vipi unaitwa fulani? Mume wangu. Unasikia linapenya kwenye moyo. Na mimi mke wangu simuiti fulani. Namuita mke wangu. Hivyo swali langu nimeuliza hilo. Ni nguo za aina gani za kiume na za kike zinazoharibu nguvu za kiume? Asanteni sana. Kwa leo hiyo tunaishia hapo. Jibuni haraka leo, kesho zawadi natoka. Ukichelewa kesho zawadi imekwisha. Nyinyi wana habari mtanitumia ni majina mangapi waliojibu maswali hayo ili waje kuchukua. Kesho uje hapa uchukue na utupe taarifa. Kwa watakao hitaji kutuona, sisi tunapatikana katika nchi ya Tanzania, Dar es Salaam, jiji la Dar es Salaam, Ilala Machinga Complexi, ghorofa ya 3, jengo la pili. Lakini kwa mawasiliano zaidi ni 0614 31,600 31,600 0614 31,600. Narudia tena, kwa mawasiliano kumpata Dr. Khalid ni moja kwa moja kwa WhatsApp na simu ya kawaida ni 0614 31,600. Tunapatikana muda wote na wakati wote. Asanteni kwa kuwa nasi katika vipindi vyetu.